umetawala na umetamalaki. Asante kwa sababu ya neno lako ambalo umekwisha libariki kinywani mwangu. Ninapoendelea kusidi kuendeleza yale ambayo umekusudia kusema tangu asubuhi, fuatilia Bwana, uniwezeshe ili baraka zako ziwe pamoja nasi. Asante kwa sababu anga yako imetulia kwa ajili ya wewe kutukuzwa. Jina la Yesu nimeomba. Amen. Karibu kwenye kiti chako, salimia jirani. Karibisha kwa ibada ya mwisho, kwa neno la mwisho la siku ya leo ambalo tunaenda kulitamatisha tukienda kumtukuza Bwana. Amen. Nashukuru kwa sababu ya Mungu kutuzungumzia tangu asubuhi. Amejifunua kwa viwango katika sehemu mbalimbali kupitia kwa watumishi wake, na nina imani ya kwamba kando na kuandika umeyashika akilini. Amen. Kando na kuandika kuna kitu umekamata kwenye akili yako. Maana wakati mwingine karatasi unaweza kusahau penye umeweka, lakini akilini mwako hautapoteza. Amen. Na pia nashukuru kwa sababu ya wapako mafuta. Kwa neema Bwana amewasidishia kukaa nasi kutoka siku ya Jumanne mpaka leo. Ni neema ya pekee. Bwana asidi kuinuliwa. Tunashukuru kwa sababu ya mama yetu, nyanya yetu ambaye yuko nasi kwa kuvumilia kabisa mpaka sasa. Mungu apate kutukuzwa kwa ajili ya kazi kubwa amehifadhi ndani yake. Amen. Tunashukuru pia kwa waimbaji wetu ambaye Bwana amewakaramikia kusimama kwa zamu ili wahakikishe ya kwamba ibada hii pia imependeza Mungu kwa ajili ya sifa na maabudu. Amen. Na all our protocols, surely hawa protocols wamefanya kazi kubwa sana. Alafu kuna maagizo mengine ni kali. Ukiwa jirani mwambie kuna maagizo mengine kazini mwingine ni kali. Yaani kuanzia Jumanne kiatu ni closed mpaka Jumapili penye wanalala. Oda. Yaani wakitembea ni hiyo. Hallelujah. Protocols za wahakikishe wachungaji wako haya mafuta yamelindwa. Si neema kubwa. Wapendwa, shangilia Yesu kwa ajili ya watumishi wa Mungu, all the protocols in the house. Bwana aendelee kuwatunza na kuwezesha. Amen. Kuna kitu nilijifunza nikiwa kwa mataifa kwa dhambi. Mimi background yangu kidogo niliwaambia juzi ni Swambi area. Sikuzaliwa kwa familia ya ukuhani, nilizaliwa kwa jamii ambayo hawajui Mungu totally. So kando na vile walikuwa anaweza kwenda Catholic, bado watalewa, watenda kwa waganga, watahifadhi miungu mingine. So mimi nilipokuwa naona wanatembea hivyo, nami niliishi katika tabia ya kulelewa na mama na baba, really wazazi wangu kabisa. Lakini training ilikuwa kana kwamba not really parents. It was not easy. Hiyo ndio kitu ilisababisha wakati Bwana aliniita, kuna mbegu ndani ya moyo wangu ya kupenda. Wasijui saidi hapo kwa sababu si kuona mfano wa kupendwa. So nika-introduce wakati Mungu alinipa kanisa. Praise God. So ukikuza mshirika huwa nasikia kama niko wazimu tu. Hallelujah. Kwa sababu kuna kitu sikupata. Sasa nilipopata Yesu nikahisi familia yangu basi ni kanisa. Praise God. So when I have children of God, JDC, I feel I have my brothers. Hata sasa zingine huwa naweza ongea na mtu nikakosa kuelewa ni Mbaluya, ni Mkamba, ni Mjaluo. Maana huwa sijui. Huwa najua I have my family. Bas. That is the end. So ika develop character ya ukaidi fulani kwa sababu sasa ukiwa neglected so unajitetea. Hiyo ndio imenisaidia kukaa na vijana nielewe huyu kijana kwa nini anavuta bangi. Kuna kitu amelack. Wapenda kuna loneliness fulani. Kuna kitu kilack, feelings fulani zikisipo supportiwa na familia zinazalisha tabia fulani. So mimi ilizalisha. So nikawa na ndio wakaniweka kwa waraka ya kwamba this girl atafaulu. Maana pia kumtaki na pia na mengia kwa character she'll never manage. So kumistiti kukawa now standard. But that was the training kwa sababu walikuwa nasaidia my capacity to accommodate nations.
ili nisiwe na roho ndogo, ni accommodate everybody. Jina la Bwana litukuzwe. Naweza kustahimili kila mtu, na tukakaa naye na Bwana akamsaidia. Na hapo ndio sasa ilitoka mentorship. Hallelujah. Nikajua watu kama hawa wanafaa walelewe vipi, wasaidiwe vipi. Praise God. Na ndio napenda mimi hata ukaokoka leo, kwanza na wewe kuhubiri leo. Sitaki kujua jana ulifanya nini. Mimi nimejua Yesu amekuokoa, naanza kukulea. That is what I like. Napenda sana. Ni mengi. So nikaenda siku moja Catholic. Nikaona vile huwa wale wanaitwanga nini? Wacha sisters. Wale altar boys. Wale watu wanajua kufanya hayo mambo huko mbele. Sasa mimi nikamuuliza Mungu, in my life kando na ukaidi nilichukia mganga na nilichukia manabii wa uongo mpaka kwa kupiga. Kwetu walikuwa wanajua kuna msichana hapa kaidi, ukienda hapo utapigwa. Hello. So hawangeweza. Sasa katika hali hiyo nikamuuliza Mungu, hawezi kufanya basi akae, kwani ni lazima? Mimi ni mali yake, kiende ataibika. Sababu nini hata kame? Maana hata mimi. Haleluya. So nilikuwa na watoto wa Maria wamfanyaje, waletwa Mungu, waletwa vidoli. Kwa yao ni kama na ipenda sana na ukaidi. Lakini vidoli nikamwambia Mungu, sikupatikana kwa kanisa moja. Maana mimi pengine nilienda. Nilikuwa sana walitaka kunifukuza. Nikasema mimi sipatishi kwa. By the way, huwezi kunifanyia chenye najua hii si sawa. Hiyo hapana. Nafikiri kuna mtu ananielewa. Kuna wawili watatu wananielewa hapo. Huwa siwezi. Na huwa nakwambia mimi ndio huyo. Siwezi kujibadilisha because siwezi. Nipatishweje? Na mimi ni kaidi. Kwa sababu nimepata wakisema hiyo ndio roho anamulika, akaenda anamulika. So nilipo because nilikuwa sikudi dancer, nilipenda sikudi. Nilipenda sikudi sana. Hata wakipandika sima mama atajipanga. Na mama hata nipiga viboko vingapi. Lakini mimi kwa sikudi nitaenda. Na penye nitamalizikia ndio nitamalizikia hapo. Sasa nitashtukia neza sisi. So nikakataa pia wanipatisha. Tukakosana. Wale ile so nilipoingia hapo kidogo pia nikalemewa. So nikaona kidogo Catholic wana nafuu, lakini ile kitu nikajiuliza moyoni, Mungu, kama na mimi nikaidi ni mwenye dhambi, huwezi tafuta kanisa lenye linaweza kukufanyia protocol because you are God. Hiyo ilinifanya nikaenda kuuliza mamangu, Mungu alitoka wapi? Akaniambia alikuja kama katabila. Hivyo ndiye aliniambia. Sasa mimi niliishi nikiangalia katabila, najua Mungu alikuja hivyo. Hello? So nikamuuliza Mungu, if you are God, kwa nini watu wasikuheshimu hivi? Kwa nini usifanywe kuliko president? Hata hapa hatujapita. Hii mitihani bado, hii bado ni ya mzee mtaa. Mungu hajafanywa kitu. Nikamwambia Mungu, hapana, afaa ufanywe kitu. Waandaliwe watu ufalme wako ukiongea, ukipita mahali, utishie wewe ni Mungu. Hapo ndio hiyo kiini kilitoka. Sasa nilipokuja kuokoka basi. Sasa huwa nikiget na protocol, hawezi niambia amechoka. Maana huwa namwambia change. Enter in angelic. Kwa malaika sasa. Maana ukitumika kimwili utachoka, tumika kiroho. Sasa tumingia rohoni, tumika. Sasa usije 24/7 tunaweza tumika mpaka asubuhi. Wanajua bila kulala. That is kingdom. Asinzi wala halali. That is kingdom.
Salamia jirani, mwambie give God a service. Umemwambia give God service. So now kidogo nimeintroduce penye nimetokea. Sijasema yote lakini kidogo kwenye nimetokea. Hivi vitu vya ukuhani nimevipata tu juzi. Msichana wangu mwenye Yesu alinipatia kitoko kwa ulevi. Kwao walikuwa wanauza chang'aa. Umemsikia yule binti alikuwa anahubiri hapa? Pastor Bahati Mrs. Masaba. Kwao walikuwa wanauza chang'aa. Kulikuwa kwaitwa White House. Hakuna chenye sijui kwao. Akihubiri injili, this is only the grace. Siku moja alipepa pepa mpaka wamemfukuza. Anakuja kwa kaniambia, "Wamenifukuza, wameniambia niishi kanisani nikule." Nikamwambia, "Na kanisa liko wapi utaishi? Rudi nyumbani." Apepa papa. Wakamwambia condition. Ukienda kanisa uuse pombe. Nikamwambia, "Kwanza wamekufanyia vizuri. Nataka niachilie upako juu yako. Usa hiyo pombe ikauke, wajue wameweka mtu hatari kwenye biashara. Na duuze. Na leo watajua wameleta mchawi kwenye biashara yao." Vili wapenda vili kauka, hakuna chang'aa. Mpaka saa hii wameenda wapi? Bara. Chezo kando. Keuke jirani, mwambie usicheze na Mungu, wewe acha hiyo mchezo. Ati nikwambia tutaomba usiuze, shetani ashi. Uza. Kikubwa usikunywe. Uza. Na ukiuza vinakauka, ndio watajua. Praise God. Wachana na hiyo, kuna jamaa mmoja nimempata hapa Utangi. Sijui kama amekuja. Aliniambia, "Mimi siwezi kukuja kama sijafungua lock." Nikamwambia, "Pako fungua lock ndio uje." Nikamwambia, "Chukua hii, enda ununue soda. Chukua chang'aa weka ndani, kunywa. Nikiisha nitanunua tu." Ndio mwisho wa kunywa chang'aa kutoka ile siku. Sijui kama amekuja. Amekuja. Kendi. Judith Kendi amekuja. Hebu njoo ufanye hivi kidogo. Huwa anasemanga watu wote nyinyi hamu kutumiwa mtumishi, mimi ndio ni Mungu alinaona kutange. Pendo huyo msichana nilimpata mlevi chakala. Na siku ya kwanza kumpatia kuhubiri kwenye altar alikuwa amekunywa. Ukweli? Ndio alikuwa amekunywa pombe. Nikamwambia, "Wewe hubiri." Na anaongea Kizungu ile msichana. Hakuwa hivi. Sasa ametoka ndani chombo. Zinga la mrembo. Yo fanya hivi. Nilikwambia popote nitakapoenda nitakusema kwa ajili ya Yesu. Nitakusema kwa ajili ya Yesu. Usiokope, simama mbele ya watu na uchasiri usio wa uoga. Tena usimpatie hapa jini, panda hapa. Njoo usalamie mamangu. Panda hapa. Nani alikwambia wewe ni mtu mdogo? Hapana. Nani alikwambia hiyo? Panda hapa. Panda pole pole tu. Pole pole tu. Salamia mamangu. Pokea mafuta. Utakuwa unasimama mbele ya wengi ukitangaza injili ya Yesu. Hebu salamia wewe umati. Amen. Asifiwe Yesu. Asifiwe tena. Namshukuru Mungu, kusema ukweli amenitoa mbali. Sikuwa natarajia naweza fika mahali hapa. Na sikuwa natarajia tarehe ya leo masaa haya dakika hii naweza kuwa niko hai. Mimi nilikuwa nimeenda na nilikuwa nimekata opu kabisa. Lakini ilifikia siku moja nilikuwa kweli napenda Mungu, nilikuwa natembea na makanisa. Lakini uhai wangu nisingelala nyumba ina chang'aa. Hiyo ndio nilikuwa nasema kwangu afadhali nikoze chochote lakini nipate mtungi pale. Kuamuka ni pale kwa kikombe. Hapa Utange najulikana, mkiuliza majina yangu hawajui Kendi, majina ni mengi. Hata chifu mwenyewe alikuwa anatumana kwangu, mwambieni huyo mama sitaki kelele na wanishiki. Polisi wakija nawaambia kwanza siongei bila kutoa roki. Na kusema ukweli, wakati nifika kwa bishop akaniombea, swali ya kwanza aliniuliza umeokoka, nikamwambia nilikuwa nimeokoka nikaanguka. Lakini nitakuombea utakuwa waja kanisani, nikamwambia sina nguo ya kuja kanisani, nilikuwa nakataa.
lakini nilifika ikuwa Alhamisi. Kufuatia hiyo wiki niliendelea kwenda, nikienda kesha naenda nikiwa nimelewa. Naenda ananipa kuhubiri. Siku moja nilikuja nikamwambia soma, na hakuwa hii tarehe nimeandika. Kweli iliisha yenyewe kupitia yeye. Sikuwa hivi labda last year niliattend Kongowea, wenye kuniona saa hii labda wananijua, mngeshangaa na mimi. Hata sikuwa natoka pale kupanda pale juu, nilikuwa nabebwa. Tena nikashikiliwa sana na mtumishi Kalo, nampenda sana. Hata saa hii mahali yako nimemtafuta sijamuona. Huwa nikimuona nasikia baridi imeingia kwa mwili na nimepata nguvu kwa vile walinishika. Na saa hii mpaka saa hii naweza toa point kwa neno la Mungu kupitia hayo, na naomba Mungu natamani anipeleke mbali zaidi. Sikuja Jumanne nilikuwa nimepata mtoto wa ndandangu akaletwa kwangu akiwa mgonjwa kuja kunitembelea kuniambia. Sasa nilikuwa nafikiria nauliza Mungu, ni shetani ananijaribu nisiende hii kongamano ama nini? Lakini siko mbali, najaribu hata niatendi masaa mawili nirudi nimuhudumie yako kwa nyumba. Hata saa hii amuki, lakini kupitia maombi hata nyinyi mnisaidie kuomba. Imani ndio niliweka juu. Siku anajua kama naweza toka pale kwa ile kikombe, lakini saa hii neno la Mungu ndio niliweka mbele yangu na kuamini. Naamini Mungu anaweza yote. Kwa hayo mbarikiwe. Wow, shangilia mrembo wa mama. Yesu ni mwema. Na imani Apostole Sawa anamkumbuka. Apostole Sawa anamkumbuka. Thank you servants of God. Thank you. Hallelujah. Keuke jirani mwambie Pastor Rusi anapenda. Hiyo. Kulea. Napenda. Nimekwambia nilimpa nena ubiri akiwa ametoa loki, amekunywa chang'aa. Nikamwambia dada, si utasoma? Wezo. Na akahubiri. Pastor Karaka akaenda akamhag. Akasema mama ananihaga na nuka pombe. See what God has done. See what God has done. That capacity ilikuwa trained kule kwenye nilizaliwa wakati nilikuwa masingi mizito. Kuna siku niliuliza my brother, am I your really sister? Why are you treating me like this? Like I am your step sister. Maana mama alinua kiwango cha kuonekana mimi sifai na si mtoto wako. Baba akisema huyu atabarikiwa, mama anasema hawezi. Hawezekani. Mistreat ilikuwa high. But here I am. Jenye huo sikosi kusema macho yangu kidogo yana neema. Si kama hiyo yako, udongo uliongezewa. Sasa mama yangu alipokuwa ni ya huko kwetu tu. Mama yangu alipokuwa anaiangalia anasema achuma kupo kama fisi. Sasa mimi siku zote nilikuwa nakaa hivi nisikae fisi. Kalao nikae kama wanadamu. Nilipookoka mtu akaniambia, "Hey, akikuangalia ile macho unaokopa maana anakuona." Nikajua kumbe ni mazuri tu. Nikayafungua, hata zaidi nimeyafungua. Hallelujah. It was not easy, but I thank God. Here I am because of the grace of God. Kile jirani mwambie kwa familia yako nani alikutrain? It was the season. It was not permanent. Here I am today, proclaiming the gospel. Jina la Bwana litukuzwe. Nashukuru kwa sababu ya kanisa la Utange limetukaribisha. Sisi ni headquarters kutoka Kongowea, lakini tumekaribishwa na kanisa la Utange ni center, na tunasikia kufurahi kwa ajili ya kuwa mahali hapa. Amen. Kuna vitu vingi ambavyo binti wangu Pastor Bahati alikuwa anavizungumzia. Msingi ukiweko na visipohusishwa, wapendwa, the anointing will be misused. Na tutaingia kwa hii era of fulfillment of the last days. So wajua kuna fulfillment of the last days. It is also a promise. Aliahidi manabii wa uongo watakuja na they must come. Amen. Kwa hivyo tukikosa kuweka msingi ulio sawa, tutafika viwango tuchoke na Mungu, kisha baadaye tuingie katika hali ya kutimiza the last message of end days, which has many errors. They have many errors. Umeshaiona mtu anakuambia ya kwamba ufai kutoa fungu la 10. Hujai kutana na mtu kama huyo?
That is an error. Very big error. Hakuna miujiza siku hizi iliisha. That is an error. Sasa wewe kwa sababu hutaki kustick to your pastor, inabidi akili yako ibebwe. Maana wengi wana wachungaji wengi. Shetani ashindwe. Bwana Yesu asifiwe. One thing I can speak about it. Nitafundisha tu. Maana mbingu imeongea hapa sana. Let me teach. Mimi niko JDC. Nikisema naalikwa kwa kanisa la New Testament, mpaka nirudi kuomba ruhusa. She must permit me. I cannot go to that altar. Nimwambie naenda mahali. I honor God. Any sacrifices we give, it's just a matter of honor your God. Where there is no honor, you cannot be honored. Hallelujah. Akisha nibariki, naondoka naenda. Nikirudi namwambia nimerudi. Because lazima nikamilishwe. Kurudi, kusema nimerudi asante, ni kukamilishwa. Kufanywa mkubwa, ni kupanuliwa. Hallelujah. That is little I can speak about that. Another thing ni kwamba unaona kama vile tumefanya mkutano. Hii si headquarter. Hii ni branch. Mimi na pastor hapa. Na bado niko Kongowea. So singeweza kuhubiri message ya mwisho ya Jumapili huku. Lazima nirudi headquarters. Sacrifice kwa headquarters. Bwana nipeleke. Ndio nitoke nao huko. Nije nao. That is what I did. Siwezi kukaa hapa nitokea hapa. Protokolo hiyo italeta shida kubwa. Tutakemea mapepo ya utanga hata yatasikia. Keke jirani yako mwambie, wewe unafanyanga aje? Wajana na hiyo. Watu wa media, kuna kitu nitakuja kusaidia wataelewa. We have some of the people, they are now understanding. Wanawaambia tengenezeni poster, but zisiingie anywhere. Mkiona nime-authorize, ndio mto. Kwa hivyo posters zitatengenezwa, nitakuwa silent. Topic itatoka, itakuwa silent. Paka nirudi kwenye altar. Nimwambie topic ni hii. Na tunataka kutangaza mkutano. Hawa na hawa, na hivi na hivi. Nikimaliza, naingia kwa watu wa media na waambia wekeni banners. Wekeni posters. Wewe mchungaji wako anastukia tu umeshaweka. Nimealikwa. God, posters ushapeana picha kisaida. Unaonekana tu kwa TikTok, kwa Facebook. Umeshapeleka. You're killing yourself. Hii, by the way, hii ndio imesababisha hatuna wahuduma huku juu. According to the crown. Naambia wachungaji ambao ninawalea. Na sijui wewe umetoka kanisa gani. Labda mchungaji wako yuko hapa na kusaidia kutunza mafuta. Usialikwe kwa kanisa lolote hata kama mimi siko. But my God is omnipresent. And he is the one who will do work for you. Wewe alikwa tu. Yale madhabahu yatakumeza na kanisa lenye unahudumu ndani tutajua. Kuna mahali ulienda kinyume na msingi. Kuna wakati wanaambia watu, usifikiri mimi ni chizi. Na mimi ni mfupi. Mimi ni mrefu kuliko watu wote. Na miaka yangu hakuna mwenye ana miaka nyingi. Sasa unaweza kufikiri sielewi na kuaga najua huyu. Kuna mahali atatatiza msingi. Why? God I worship. I have introduced him to you. God of your pastor, he has introduced him to you. Kwa hivyo anafaa naye ajitambulishe kwako. Afanye kama yeye. Kwa hivyo wewe ukialikwa, mchungaji wako kwa sababu yuko mbali, you are the one killing yourself. No matter yuko mbali, akikwambia usiende, tumeambiwa hapo alikatazwa usiende. Na akakimbia, message haikuchukuliwa. Utaenda lakini wewe ndio unajua. At the end of the day nothing, unarudi mkebe. Unaanza kulalamika, kanisa linaharibika.
mahali wewe ulitatiza msingi. Wakakuona na upako, it's okay. Katika yote hawana uwezo kutunza huo upako, ila ni Mungu wa mchungaji wako. Ndio sababu anasema nitakuchakulia mchungaji atakayekulisha. Nitakuchakulia mimi Mungu. Kwa hivyo akikuchakulia, jamani, kubali aliyechakuliwa kwa ajili yako. Kubali yule mchungaji aliyechakuliwa kwa ajili yako. Maana vyatosha wapendo kuinua wachungaji wasiofika mahali. Vyatosha wazazi kuinua viongozi ambao hawafiki popote. It's a heavy work. Kuna siku nilikuwa nasema ina sako nikamwambia, yes, this mess has become as a guy in the team. But how are we going to do? Tumetrain huyu mtu for 6 years. Tukimiss kwa hii issue, what are we going to do now? Kutrain mwingine 6 years, it is not easy as a leader. Not easy. Na ndio sababu tumeajilia hata mtu kwa pale, mkaraji tu lakini tunangangana nao. Maana tumetrain 6 years. Tunamwambia Mungu hii miaka miwili acha abadilike. But how are we going to train another person for 6 years? Hasa mnang'ata pastor yeye anatufanyaje? Haoni huyo mama? Haoni huyo mzaba? Ungelijua vile pastor anapitia. Anaomba usiku na mchana halali. Wapendo tu alalanga chini ya floor. Mimi hata nikisikia mtu ananiambia ati hii floor inaleta magonjwa, namwambia jamani mimi ningepata yote, maana hapa ndio tunalala. Unalala chini kifutufutu kilia. Pressure juu, unamwambia Mungu atawacha lini itapia? Na ni mzuri, na nifanyeje? Nimetrain, waste a lot of material. What am I going to do, God? Na mshirika yuko tu pale, huyu uje mpasta wajua. Pastor anafaa toi tu mama kanisa. Pastor haoni mama kanisa. Huyu kijana ametusumbua hapa. By the way, sijui kama wachungaji wenzangu mtanisaidia na washirika mlio huko na wachungaji wenzangu mko huko. Kuna watu wawili ama watatu kanisani. Kuna watakatifu na wengine katikati na wengine machambazi. Kila kanisa lina watu wangapi? Wapendo, kama una watakatifu peke yake naona utaumia kazi. Utaumia sana. Watakatifu paka wangojee roho. Na wakati mwingine roho unyamaza. Lakini hao majambazi watasikilia roho mbele na wameshasuluhisha mambo. Wapendo, mimi nina watu kwa hili kanisa chenye kinawashinda tu ni kwenda mbinguni kwa kumwambia Mungu tumefika. Nina watu wa karibu watatu kwa hii kanisa. Chenye kiliwashinda toto huwa tunashare na mzee nasema hawa watoto chenye kinawashinda tu ni kwenda kwa Mungu. Wangejua njia ya kwenda kwa Mungu tungewapata huko. Wangekuwa wanaenda tu asubuhi jioni wamerudi. Wapenda na ni machambazi. Mimi nikikwambia ni machambazi. Huwezi. Na wakifanya wapenda nikisema sasa hivi nataka speaker 15 within saa 2 speakers zitakuwa ziko hapa. Mtakatifu. Baba, katika jina la Yesu. Nasikia roho anishuhudi. Tutaka hii roho atakuja hii. Kuna we have the responsibility of God and your responsibility. Not everything is God, is Holy Spirit. Everything. Biblia inasema tumia akili yako lakini usiitegemee. Tegemea Mungu na ukitumia akili. Tunataka hii, wewe unatuambia wasikia roho hajakuambia. Sasa tutangoja roho kuambia saa ngapi? Naku ni chau. Hai. Wakania Tanza? By the way, napenda Kikamba na maana pia Wakamba wananipenda. Sana. Sijui wameingiaje ndani ya roho yangu deep. Sana. Na tena nikikaa nao wanasikia tu niko nyumbani. Sijui kama mmeshaijua hiyo. Sana. Na nikiongea Kikamba wanasikianga tu niko vizuri. Nani Mkamba? Wananipenda sana. Hiyo na kuhakikisha Wakamba wananipenda sana. Wewe niko John anasema atakuwa Mkamba leo.
Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hivyo kuna vitu tumemess to the foundation, vimetusumbua, hatupasui. Kahuduma kalienda tu kitambo, umebaki na mkepe tu kelele. Maana kuna vitu vimeharibika. Kuna Yesu asifiwe. Another thing, wewe ni mshirika, ni kiongozi, sijakataa. Uko chini ya mchungaji kule ulioko. Uko chini ya hao watumishi wenye wako mahali hapo. Bwana amekupa neema, inaweza kuwa ni ya kinabii, inaweza kuwa ni evangelist, maana hizo vipao mbili huwa ni vizuri vya kuleta watu. Wacha hii cheti cha walimu, saa ngapi? Tuletewe ndio tufundishe. Halo? Sasa wakati umeenda pale umeongea, umesababisha mtu akafunguliwa akakutana na vihela. Wapendwa, usikule fungu kama huna kanisa. Peleka, mwambie mshirika peleka kanisani. Usipatie mtu tithe mwenye hana kanisa, si mchungaji. Na wewe ukila hakuna penye unaenda. Wewe sisi wachungaji tusichukue every sacrifice. Sijui sacrifice huwa tamaa yetu ni ya nini kwa hizo vitu. Pesa sacrifice ni mbaya sana. Kama hujaijua ni mbaya. Yaani mashetani ya watu, mtu anasema leo mashetani ya kwetu Yesu yamepaka na leta kwa pasta. Halo. Nilikuja kujifunza mtu yoyote akipata accident afanywe shughuli gani, alipwe pesa. Hizo pesa anafaa 1 atoe tithe, 2 atoe sadaka ya damu. Ndio hiyo madhabahu ya accident isimfuate. Hakuna ajali sio toka mahali. Kuna mtu tunafundisha. So akitoa ndio huwa wakati mwingi hii yenye umeweka hapa sikuulizi, mzee ndiye atajua. But ukiniwekea kwa mkono na kuuliza hii ni ya nini? Maana ya damu sipeleki kwa Obadia. Ya damu sinunui nguo. Ya damu sinunui kiatu. Mafarisayo wenyewe wale wa sinagogi walisema, walikataa. Wakatupa wakanunua makaburi. Wewe unanunua nini? Unaleta makaburi kwako. Sasa wewe umekuwa tu kipawa unachukua hata za damu. Unaleta makaburi kwa familia. Kama wakuu wale mapriests wa sinagogi walinunua mahali pa kuzika watu, wewe unakula kama nini? Unakula kama nani? Wapenda si tusome Biblia. Alors, that's why in this foundation tusipoelewa neno la Mungu, shetani atalielewa na atatufanyia. Understand the word. Kwa jirani mwambie elewa neno. Usielewe neno kwa YouTube. Rudia, nisielewe neno kupitia kwa YouTube. Niwe na kuhani wangu anifundishe msingi wa neno. Kwa YouTube ile ni matunda yenye unaweza kupita kama unataka maembe ukule, lakini si chakula. But chakula kinatengenezwa na mchungaji wako. Penda mchungaji wako, simama naye kwa hali zote, mfurahie. Hebu furahia pasta wako. Umeshawahi enjoy kufurahia pasta wako? Ha? Umesha enjoy? Oje mimi nikipita hapa na waangalianga washirika, nani amesha nikipita muulize washiriki wapi? Ewe ni wa wapi? Si nimekwambia mimi si chizi na si mfupi na akili. Pasta wako akipita, kama una celebrate, unafurahia pasta wako na unaongea kwa simu, zima haraka. There is no one important than your priest. Zima. Weka hiyo kitu mbali. Honor. You will be honored. That is the word. Paul huyu ambaye ameleta injili ambazo zinasumbua watu wanatusumbua nazo sasa, haleluya. Yeye wakati ambapo amefika mahali wanataka kumpiga, akarusha neno kwa kuhani mmoja. Wakamwambia wewe unatokana kuhani wetu. Akasema mnisamee, sikujua, maana imeandikwa. Simnene vibaya mkuu wa watu. Biblia.
usalimie jirani, muulize unafurahianga pasta wa? Kama mimi huwa nafurahianga mama kanisa wangu, uliza huyo mama. Tumekaa naye kwa mama kanisa, nilikuwa nafurahia. Tunafurahia. Maana ananiita. By the way huwa ananiita mamangu. Huwa ananiitanga mamangu. Tumetoka naye mbali. Simuone hivi. Tumetoka naye mbali. Anafurahianga mamangu. Mamangu amesema, mamangu. Anakaa Kaloleni. Nikimwambia Kaloleni utaamka saa 6 na kutaka hapa nyumbani, mamangu naye kuja. Anafika. Hana pressure. Wala alisana hiyo mwili wote, hizo kilo zote. Hata ana diabetes. Pamoja na huo mwili alionao, wewe una kamwili kingine kadongolo hivi, na ndio una pressure, ndio una alza. Maana kuna mafuta haijakubaliana na wewe. Bwana atupe neema siku ya leo. Najaribu tu kufundisha kwa kiasi, najaribu tu nifundishe kwa kiasi ili tuelewane. When you understand the word and do as the word is, you remain to the foundation. But we have some of the people in this house, they are not on the foundation. Because they don't do as the word speaks. Kuna siku nilikuwa nikiongea na watendakazi, nikawaambia, don't preach what you cannot do. Yani wewe ni mchawi wa maisha yako, sijui nani atakufunga, hata mimi siwezi. Don't preach what you cannot do. Sijui vile Mungu wasaidia kila mmoja kwa sehemu. Huwa kuna mwezi tunaweza toa topic ya mwezi mmoja. Tunapanga kila mmoja ingia. Na waambia, ikiwa hii inakugonga, tafuta Mungu kabla hii topic hujaambia uhubiri. Because utajiroga mwenyewe. So understand the word. Elewa neno. Then preach as you feel to understand it. Do it. Lifanyie kazi. Praise God. Hiyo imesumbua watu wengi kulifanyia neno kazi, ikasababisha maisha yao huu msingi ukawakataa. Amen. Can I speak like this? Tumesema palipo na foundation there is a founder. Kweli wrong. And in any place where there is a founder, lazima uelewe character za founder. Ndio uweze kustahimili kwa huo msingi. Kweli wrong. Kama mfano, nani founder wa JDC? Wangapi wananijua? Usinijue kwa majina. Wangapi wananielewa? Kwa Kiebrania ukisema wajua mtu si majina. Wajua character zake. Yeye ni nani? Wangapi wananijua? Useme tu tabia yangu moja. Moja. Kutoka Nairobi. Anasema napenda Mungu sana. Hiyo ni tabia ya nani? Ya founder. Sasa wewe utakuwa huyo msingi. Do you love God? Yes. My daughter Nancy. Founder JDC apendi nini? Isa. Yes, Chrysanthus pastor. Anapenda watu kuishi maisha mazuri matakatifu. Mwingine? Joy. Apendi uongo. Unajua tunazungumza founder. Huyo ndio founder. Ndio nikulete kwa Mungu sasa, tutende kwa Mungu alafu wewe uchikague waishi kwa msingi upi? Mimi nimesema mimi ndio huyo. Nimeoda Apostle Esau, tumekaa naye. By the way Apostle Esau nilikamata kalipokuwa anataka kupelekwa Njoro, kakaa nikamwondole, nikasema akamwondole Mungu umesema kaende Njoro. Kataendaje Njoro akamwondole akajui lolote. Nikakaleta utanga. Nikaanza kumfundisha. Wakati mwingine namleta namwambia wewe ndio utaongoza mchana na usiku. Analala hapo bila chai. Nani amwachie chai? Mimi. Hapana. Akae hapa ashinda njaa kidogo. Ataenda kuishi vipi Njoro? Nitakuwa na yeye. Ngoja tuache hiyo maisha. Kesho tutazungumza. Kesho tutaenda kuzungumza. Vitu vikubwa viji hivi. Na ukipata pasta anakuwekea mkate na plumba.
tamuombea huyo pastor. Sema hizo. So naona kama tuko kameng'ara. Twende. Ha? God has spoken, no one can speak. When God has spoken, no one can speak. That is the end. Praise God. Ameongea kwisha. Hiyo ndio tabia ya nani? Ya founder. Nimeona mtu wa mwisho. Tabitha. Natamani washirika pia. Pastor Tabitha ngoja. Niende kule nyuma. Mwanangu Josephine kutoka Utange. Timekeeper. Bishop Rose, mambo ya kuchelewa tukiambiana saa 2 wewe ni saa 3 tutawachana. Hiyo maisha siwezi. Na tukiwachana sikuongeleshi. Tukisalimia mtumishi ndio nimefika, huwa nimenyamaza. Hata salamu utaona napita kabisa na naingia gari naenda. Huyu jamaa kando na umri kuna siku nilimwacha. Nimemwambia tukutane saa 12. Anakuja saa 1. Alinipata wapi? Majengo. Alijaribu kupanda pikipiki. Nikaambia driver nilikuwa naye, kanyaka mafuta nisipate anybody in Majengo. Tembea na watu wasiojua Mungu. Driver mwenye nilikuwa naye anaelewa founder Rose anasemaje na huyu akifika niko kanisani. Nikamwambia kwa altar nimeketi, utakaa. Kaa huko. Masa Victoria. Discipline. Nani ameona nikifanyia watu shughuli hapa? Ha? Discipline. Kabizuri kwa Mungu. Kabizuri kama. Hivi. Ukitaka kuwezana na mzingo wa JDC, keuke jirani mwambie huyo ndio pastor wa JDC. Kama uwezi, amia God's Covenant. Maana labda tabia ziko huko zinaweza kukusaidia. Enda huko kwa ndugu yangu Jairazi, uangalau anaweza na anyanya pia yuko hapo nyanya. Na yeye anasema pia kona zake, utaweza huyo msingi wa God's Covenant? Ziko huko. The founder. Do you know the character of your founder? By the way, imechukua muda mwingi JDC kunielewa. Nafikiri kongamano hili ndio wameanza kunielewa. Pastor Bahati amesema hata kama mimi nimekaa naye, kupitia kwa hili kongamano ndio wameelewa huyu pastor Mungu wake. Miaka yote 20 na 20 years. Pamoja na kubila wanainua mikono. Where timekeeper? Wewe upendi mizaa. They have never understood God I can. Wakale vile tumuko Utange hapo. Nafikiri hii ndio mara ya kwanza ndio JDC nasaliwa. Wamekuwa bubu leo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine ninaweza kucheka. Ukafikiri tumefurahia, kumbe ndio hatari. Nani ameshaiona? Wayu amesema tunaweza kutana nikacheka nikamwambia Wayu umesema hivyo dakika 2 tukifika hapa. Wayu anauliza kwani huyu mama Bishop tumeongea vizuri kwani ni nini? Founder's character. Hii imesumbua watendakazi na washirika wengi. Wamesunguka kila kanisa wakitafuta Mungu. Hawajajua Mungu ni nani. Why? You don't know the character of God you worship. Sasa wewe ukifika kwa msingi wa Mungu atakuleta tabia zako hapo. Hapo atakuleta tabia zako. Kuna siku moja nina msichana wangu anaitwa Victoria. Ako hapo Utange. Yuko Victoria? Are you there? Niliwaambia ukiingia kanisani wewe ni mhubiri. Shukuru, chukua pasha yako ya sadaka, weka sadaka
chukua Biblia peleka mahali penye Biblia inatakana ikae. Mmesikia? Ya kwanza wakachelewa, wa pili nikamwambia, nimewaambia Mungu anapenda nidhamu. Oda, kiingia kanisani fanya hivi fanya hivi. Siku utachelewa utaibeba mwenyewe na utaiondoa mwenyewe. Victoria akafikiri tunacheza. Akaja kanisani amechelewa. Akachukua akakaa na Biblia yake. Sasa akichukua, saa ya kuhubiri, anabeba. Kila mmoja akaniangalia, nikamwambia msishike, beba mwenyewe. Maliza kuhubiri, shuka nayo mwenyewe. Kutoka hiyo siku waliokoka. Akiingia tu. Mungu aingie mahali penye kuna kuchanganya changanya, anaingia mahali penye kuna discipline and order. That is the character of a king you worship. Sasa wewe ukija na msingi wako confusion, unataka kujenga kwa huo msingi pap, anasema utateleza, lazima nikuangushe. Unajua kuna misingi mingine unaona kama vile nimesimama hapa. Hii stand ni nzuri ikiwa nimeelewa mahali mwisho huko. Lakini nikijaza itanitema hapa nje. Kweli wrong. Hivyo ndio ukijenga msingi ambao sio sawa kwa msingi wa founder, unakutema. Anasema kwa msingi wangu mimi sipendi vuguvugu. Moto tena baridi. Sipendi, nitakutema. Because that is my character, I God. That is whom I am. Anamwambia Musa, I am whom I am. Lakini kila mshiriki yeye anataka aje na msingi wake kwa huu msingi wa Mungu. Sasa imefika mahali hatuwezi kupokea na kufanya vitu vyenye vinaweza kumleta Mungu, maana msingi wake tumekuja na vitu ambavyo si salama. Jina la Bwana litukuzwe. Kile jirani mwambie kwa msingi wa Mungu umekuja na msingi gani? Ukija na huo msingi utakuletea shida. Ndani ya huu msingi ambao tunauzungumzia, after understanding the truth about the word and you do as it is, after understanding and you do as it is, build according to the plan. Build everything to that foundation according to the plan of the foundation. According to the plan of the foundation. Plan ya foundation ni kwamba kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu wote, kila muaminie akapata kuokolewa. Naona hiyo plan. Sasa inafaa sisi tunayokuja kwa huu msingi tufanye bidii kila kitu tunachokipata tueneze injili watu waokoke. Because that is the plan. Hakikisha tu umetangaza injili watu wafanye nini? I thank God for the grace. Haya makanisa yenye Mungu amewafungua under JDC. Hakuna crusade tumefanya. Wewe ukiokoka tu utoke Maseras na kufuata. Naambia watu endeni pale Maseras, kuna mshirika mmoja tu. Na kanisa linapatikana. JDC yenyewe ilianza na mshirika mmoja. Mtu mmoja aliokoka na akafungua duka. Na alipofungua duka, mama mmoja akaenda hapo na shida. Akamwambia una shida? Mama yuko hapo. Nenda kuombe. Nikaomba, akafunguliwa. Alipofunguliwa, akaenda, akaambia Pastor Bat, mama yuko hapo naumwa. Nenda hapo. Na alikuwa ametoka shule form 4. Akaleta uinjilisti kwa mwanangu Nancy. Kanisa likasambaa. Tukaanza intercession. And here is the church. Why? The plan of the foundation. Sasa sisi sijui katika hiyo foundation ambayo founder ameanzisha, je, tunajenga kulingana na plan ya kueneza injili watu wakiokoka? Bwana Yesu asifiwe. Na kufanya wanafunzi wengi, watendakazi wengi wache nyumbani mwa Mungu. That's why my character is, sipendi kuona mtendakazi akipiga mwingine vita. Hiyo ni tabia ambayo hatuwezi elewana. Ukianza kumsumbua mwenzako na kuuliza una shida gani, na mimi nitakupiga vita. So wampiga vita na mimi nitakupiga vita mpaka ujui. Because you are killing me. Ukiwa huyu mtendakazi mwingine, you are killing me. Amekukosea, wachana naye, kwani ni wako.
Ni mshirika Mungu amenipa, wachana naye. Hamuelewani, kaa kwa kitengo chako. Na kaa kwa kitengo chako. You are killing me. Unajua ana tabia mbaya. Kama ana tabia mbaya, wewe pia una tabia mbaya. Wewe pia una tabia mbaya. Ujue ameniambia ndani ya hii plan kwa huu msingi, toa hii dirisha. Toa dirisha lisiwe kuwe giza. Na ni plan, lazima nifanye wanafunzi wengi. Iko kwa plan ya foundation. Iko kwa plan. In Matthew 28. Iko kwa plan. Kike jirani yako muulize, unajenga kulingana na plan ya hiyo foundation? Unajenga kulingana na plan? Kwa hivyo tunafaa tufungue makanisa. Na the more we open up churches, we are not opening churches to make us rich. Tena na hiyo mchezo. Tena na hiyo tabia. Hatufungui makanisa tufanye matajiri. Tunafungua makanisa watu wa maana. That is the plan. Sasa shida ni kwamba tumekuja na mradi wetu kwa mradi wa Mungu. Sijui kama kuna mtu amenielewa. Yaani wewe una mradi wako, ukakuja ukauingiza kwa mradi wa Mungu. Kaanza kujenga tofauti. Tukijenga ile nyumba yenye iko pale Kongowea, engineer anajua. Na pia nashukuru baba yetu mfalme anajua. Kuna sehemu Bwana anampa neema anajua. So walipokuwa wanauza vile vyuma na simiti tukienda kuchukua kwa hardware. So kuna watu wengine walikuja na vyuma vizuri vya Y16. Wakanipigia simu wakaniambia, Bishop, kuna watu wameleta vyuma hapo wanauza cheap. Nikawaambia, mmetoa kwa hardware ama kuna mtu? Wakaniambia hawa tunawajua. Nikamwambia I am coming. Nikaenda nikamuuliza engineer, watu gani wanauza vyuma? Wakaniambia tulifanya mjengo mahali, nikabaki, tumeona mama unajengea Mungu, badala ya kuuza 2,000, tunakuuzia 1,500. Nikamuita engineer nikamwambia njoo mbele ya hawa. The day nitakupata unauza corrupted things to the crown of God, nitakufuta. I'll fire you no matter the contract. Hawa wameiba huko, wameiba. Wanataka nichukue nije kujengea nyumba ya Mungu. Na kuna mtu anateseka mahali. Nikamwambia no matter utanipa bure, sichukui, because my God, everything I give you, it must cost me. Anything you build to the foundation, it must cost you. Msingi hawezi. Ndio sababu Daudi akamwambia Arauna, no matter how powerful I am as a king in Israel, I have the anointing confirmed by Samuel. I have the anointing confirmed by Judah. I have the anointing confirmed by Israel. But I cannot take anything that has never cost me to the foundation, because that is not the character of the founder. That is not the character. Sasa sisi tunachukua vitu hata havijatukarimu kwa msingi. Hata vitu vingine havieleweki kwa msingi. Halafu tunatarajia nini? Kwa hivyo ukitumwa mahali kwa kanisa lolote lile, one, don't compare yourself to any pastor, no matter the spirit of that pastor. Maana hujui anajenga kwa foundation gani. Wewe jenga kwa msingi na plan unayo. Bwana Yesu asifiwe. Wapenda tungetaka kufanya hii kazi tuwe matajiri Bwana, tungekuwa mbali. Tungekuwa mbali. Sasa hata kanisukumia 50 million. Utaniona na gari mpya. Ya nini? Kuna siku mtu alinipata nimepanda tuktuk. Si hatia. Akaniambia Bishop, unapanda tuktuk wapi? Hiyo ghorofa yote umejenga hiyo? Kwa plan, niko kwa plan. Plan yenye niko nayo ndio naisoma. Niliambia watoto hiyo kanisa lenye iko hapo Kongowea, nina plan. Plan yenye niko nayo iko kwa karatasi, lakini mimi nikienda bila karatasi na kuambia hii haiko kwa plan. Haijua. Bwana Yesu apewe sifa. Paka
mpaka vile itaisha, naijua. So Mungu akiona hujengi kulingana na plani, maana plani yake ni kwamba katika mjengo huu, katika msingi huu, tufanye wengi waokoke. Ukienda mahali, saidia wengi waokoke. Kama mkutano kama huu, toa mali zako, ziinvest kwa mkutano kama huu. Maana tunajenga msingi. Kwa huo msingi, plani ni hiyo hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Toa michele yako, maana sisi ndio tutakula tukijenga. Toa magari yako, ibebe hawa pa kwa mafuta. Unajua mimi nimeshangaa Wakristo wa sasa. Magari yao ni kama yani wataenda nayo mbinguni. Yani ningelikuwa wewe nina gari. Hawa wakitoka tu pale na mwana. Napiga magona mwana. Kubeba nitakubeba. Ingia kwa hii gari. Paka kwako nyumbani. Mafuta ni yangu. AC ni yangu. Tena sadaka ya kesho nitakupa. Naona vile wamenyamaza. Mafuta yangu, tena hata sadaka ya kesho nikupa. AC ni yangu. Ndio usikie joto la Mombasa. On that foundation, we want to speak. The architect anatabia architect. Ana nini? Ndio akaambia wanafunzi, kwa sababu nyinyi ni maforeman wangu. Jifunzeni kwangu kama architect. Nyinyi ni foreman. Nimewapa kuangalia tu kazi lakini si engineer. So jifunzeni kwangu kama engineer. Chenye mtafanya kwa hii mjengo. Praise God. Kwa hivyo katika yote tunapata kwamba kuna character Yesu alikuwa nazo, ambazo sisi tunafaa tujifunze kwake. Na in Old Testament kuna character Mungu alikuwa nazo. Aka-introduce kwa Musa, aka-introduce kwa Ibrahim. Hallelujah. Kulifika mahali paka Musa akafika mahali akamwambia mzee, "Unajua umefanya vitu nimekushangaza, lakini sijai kuona. I must see you." Mzee akamwambia, "Wewe unaonekanaje? Utakufa, na mimi sipendi ukufe." Akamwambia, "Umeonyesha tabia zako kwa viwango, lakini natamani nikuone." Kuna siku moja, mpendo mmoja nilimfundisha character. Akaenda ndugu yake akamwambia, "Mimi nataka nione huyu pastor mwenye amekusaidia tabia yako." Alipokuja akapata kama mama kingine tu kidogo hivi. Akasema huyu alitarajia mtu mkubwa ndio anaweza kufanya haya. Akasema huyu ndiye amesaidia wewe mama, dada yangu amekuwa na character aina hii. Na la Bwana litukuzwe. Alitamani anione. Kwa hivyo Musa alishangaa, mambo gani Mungu anayafanya? Akatamani aone Mungu umbo lake ni wa namna gani. Akasema mimi sionekana. Basi kwa ajili hiyo njoo usimama mahali fulani kwenye mwamba. Njoo usimame kwa Yesu Kristo. Ukisimama kwa Yesu ndio rehema zitashuka, maana ninaweza kukuua. Because of the sins you have done. It is only by grace I am doing such a things unto your life. So ukitaka tu mimi unione, njoo kwa mwamba fulani, njoo kwa hiyo mwamba, simama kwa hiyo mwamba hapo. Musa akasimama kwenye mwamba iliyo na rehema, ambaye ni Yesu Kristo. Ndio mzee akapita, akamwambia ni mgongo tu utaniona. Pamoja na kusimama kwenye mwamba, ni mgongo. Praise God. Akajiintroduce kwa Ibrahim in chapter 18 Genesis. Sijui tutasoma kitabu gani. Acha tuendelee alafu tutakutana mahali kwa kitabu kimoja ama Biblia. Alipojiintroduce kwa Ibrahim kutoka Genesis chapter 12, chapter 13, chapter 17, 15, Ibrahim wanasumbuana, wanapelekeshana, walete transaction nyingi tu. Unajua in chapter 12 verse 7 Ibrahim ndiye anamuinulia madhabahu. Verse 8 tena anamuinulia nini? Madhabahu. Praise God. Sasa kutoka hapo in 13 huko wanaenda anakuwa corrupted, anakosa kutunza mambo mengi vile Mungu anataka, kulingana na vile wengi pia kwa huo msingi. Kuna mambo tumecorrupt tu ndani. Kwa uongozi pia tumecorrupt tu ndani. So akifika in chapter 18
ambayo Mungu ameshuka na hasira ngapi? 2. Na hizi hasira 2 ziko kwa ajili ya familia ya Ibrahimu. Moja wapo ni jamii iliyoenda Sodoma, ni Lutu. Na ingine ni huyu Ibrahim. Because God wants to visit Ibrahim and to bless Ibrahim, but Ibrahim cannot understand and translate, interpret the character of God. Ndio wakapita pale watatu. Wakasema ujue tulianza hii kazi ni Genesis watatu, tupite. Tuone ni nini tunaweza kupata. Hasira ya Mungu ikawa imewaka, yataka kuchoma Sodoma, na ikikutana na Ibrahim pia inaweza fanya chochote. But lucky is Ibrahim alipoona alitetemeka. He humbles before them. Akasema na wasi, jamani mpita ninawisha miguu. He humbles. In Hebrew kunawisha miguu ni kumaanisha umeshuka na uko tayari laana ya kwenu ivunjike. Kuosha miguu ya Mungu, uko tayari kuvunja laana ya kwenu. Ndio Yesu akawaambia in Hebrews wale apostle, akasema kiwa kuna mji watawakaribisha, semeni amani. Wasipowakaribisha, fanyeni Kiebrania laana. Fanyeni Kiebrania. Keuke jirani mwenzako, kwenu mkifanya hivyo mnafanyaje? Mungu pia na mila nyingi humu ndani. Alisema fanyeni Kiebrania. Mungu huta hiyo miguu, hiyo mji wote utakuwa umelani. Na ndio mhubiri wa pili watatu kwa asubuhi akasema kuna kutoka kwenu, kutoka kwa inji na kwa hiyo uko wenu, hiyo village, familia, village, and then the country. Hallelujah. Kwa hivyo alipoeleza hivyo alikuwa anazungumzia lenye liko. Ibrahim akasema jamani njoni wanawisha miguu. Ibrahim alikuwa ameanza kuelewa the character of the founder of the foundation he want to construct. Walipofika akanawisha akasema kwamba jamani ngojeni nipike kitu kidogo mkule. Akamwambia Sara, safari nitakushirikisha kwa hii dhabihu. Siku zote hakuna mahali Ibrahim amemshirikisha Sara kwa vitu. Sijui kwa hiyo Biblia yako kuna mahali amemshirikisha kwa vitu kama hiyo. Lakini hii alimshirikisha Sara. Akamwambia Sara, siku zote msingi nimechenga imesababisha umekuwa nje. Leo hii nakushirikisha. Tengeneza unga, kanda haraka. Na alipomshirikisha hawakumwambia Ibrahimu utabarikiwa, walimwambia Sara yuko hapa. Mwambie sasa atazaa. Kadhabu tuliokuwa nayo ya kudelay imeondolewa kwa sababu mumeinua viwango vya kututambua, ya kutambua Mungu, tabia yake. Wapendwa, Mungu akikasirika, Mungu akikasirika, hiyo ndio tabia, huwa anakasirika. Ana roho ndogo. Mungu ana roho ndogo. Akikasirika na familia, lazima kuwe na mtu anajua tabia yake. Mungu akikasirika na jamii umeolewa na watoto wako, wapendwa, elewa tabia yake. Akikasirika huwa anataka nini? Akikasirika huwa ananyamazishwa na nini? Two things. Tukiwa pale Kongoya, kanisa tulikuwa tunainuka, tunalea kondoo, tenda kazi wanatokelezea lina katika failures. So it can hurt sana. Nikaenda kwa Mungu, nikamwambia Mungu, kwa nini hii inatendeka? Akaniambia ni wewe unanikasirisha. Wafanya chenye sikukwambia. Nilikwambia kwa huu mjengo niandalie watumishi watume nje. Ukikuacha wale pale nakasirika, wanachanganyikiwa, wanapigana, wanatoka. Sasa utakuwa unafanya hizo kazi. Niliamka kutoka pale nikaweka kwenye vikundi pastors, juniors, watu nikawatoa. Kwa mwezi ningetoa karibu 10. Waambie walienda bila kutaka. Walienda bila kutaka. Kuna mmoja alichanganyikiwa paka akatembea na miguu. Bishop anitaki. Bwana amenitoa tu mimi. Now sijui my character, when God has spoken, nikikueleza hatu discuss. Huwa hatuna discussion. Nilikuwa nampigia simu, halo, kesho tukutane saa 12 ofisini. Jumapili na kutuma Bengala. Na
hilo ndilo kanisa lako kuanzia leo. Na Bwana atakuwa pamoja nao. Amen. Piga makoti tuombe. Akipiga simu mteja wa nambari hapatikani. Wapendo, from that day mpaka leo sijawahi ona kanisa likikatika. Shahidi yuko. Sijai. Hata wamekata. Hata wenye wameenda wao wanawaambia jamani kaini na mama vizuri. Ukienda huko nje ni kazi. Akiwaambia kitu shikeni. Maana huku tunakula yenye tulikosa kushika. Watu wananyoka laini. Why? Hali hizo hasira ya Mungu ilikuwa inawaka ndani ya kanisa. Kumbe sijaelewa hii character ni nini. Tu. Mungu alipotaka tutafute mji kwa sababu ya kongamano. Kwa miaka mitatu aliongea 2020. Akarudi 2021. 2022 tuliona kifo. Salamia jirani mwambie kifo. Umeme ulishuka kongamano la mwisho, nikamwambia Mungu, you can kill. Before you kill, we must speak. We must speak. Umeme ulikuwa unashuka, nikikutana na mtu ana umeme nasikia nirushe. Namwambia Mungu, you can kill. Before you kill, speak. Kaniambia fungua kanisa Miritini, Mariakani, fungua Utange, Maseras now. Nikaanza kufungua. Nikamwambia nitume nani Miritini, chukua fulani peleka. Nitume nani Mariakani, chukua fulani peleka. Nitume nani Utange, akanyamaza. Nitume nani Maseras, tuma fulani. Watu waliokuja Utange wakaniambia mama, Utange ni gugumu kuliko kwenye umetutuma kote. Baada kuniambia Mungu akaniambia wewe ndio ninakutuma, nenda Utange. I am the Lord. Nilipoenda kulala kifudifudi na kumwambia God, no matter what, I'm ready because I am a sacrifice. I'll go. Sijui ni lini Mungu hasira yake tuliiona. Ukweli urongo? Tuliona tena. Kulinyamaza. That is his character. Ukiona narusha hasira magonjwa, elewe hii hasira inatokana na Mungu. Kuna nini hakijafanyika? Kuna nini hakijafanyika? Wapendwa, hiyo siku tulipokosana na Mungu Jumatatu, watu walikuwa miguu inakatwa, mahospitali wanakatika, maagzendi. Wenye mimba zinataka kutoka. Nililala kifudifudi nikamwambia Mungu, wezi ua. You cannot kill. Tell me the reason. Hii hasira unasemaje? Wataka nini? I'm ready. Wataka nini? Don't touch the children you have given me. Speak what you want. Hii hasira ni mbaya. Wapendo, tangu tulipoitika tu tukaja Utange, dunia ilinyamaza. Hata mtu akakojoa kwa hii speaker, Mungu aongeane. Lakini kitambo hata kabla hujakojoa, unauliza Mungu, hata sitakojoa, umeshachoka. Character. Character. By the way, nani ameniona kwanza Jumanne? Nani ameniona kwanza Jumanne? Umeniona? Ha? So umeniona? Alafu? Ha? Na watu hawajakojoa? So wamekojoa humu ndani. Humu ndani wamekojoa. Hata paka mwingine akikutana anasema bishop asione hii. Akiona ni kubaya. Kwani mimi ni chizi? Kwani sioni? Hakuna, hana shida. Why? Character. Tumeelewa. Tumefanya nini? Keke jirani muulize, kwa familia kuna kitu gani Mungu anazungumza na uelewe character yake? Kuna nini anataka kule kanisani kwenu? Kuna kitu kinasumbua, kinajirepeat. He is speaking. That is his character. Hivyo ndio anaongea. Lakini wewe uelewi. Hallelujah.
Sasa unang'ang'ana tu wajua hii ni mapepo, si mapepo, Mungu anazungumza. Kuna siku moja kwetu nilikozaliwa wanapenda sana makumbusho. Wakati nikifanywa ordination, my sister, na pia kanisa likifanywa dedication, ndugu zangu walichukua hiyo siku ndio wanaweka makumbusho. The same day. Yaani mimi kanisa lifanywa dedication, nimewaambia ndugu zangu naomba muje. Nao wakasema siku gani? Tarehe 8 na tarehe 9. Wakachukua hiyo nao wakabadilisha keka makumbusho. Nikipiga simu, mnajipangaje nitume? Wakaniambia, "Wifi ujui? Sisi tunafanya makumbusho. Wewe fanya yako na sisi tufanye yetu. Wewe huji na sisi hatuji." Washanunua ng'ombe. Washanunua kitu. Kama hii dunia hii haingii. By the way, I have a character. When you come across to my God, nasikianga niko na watu 50. Nothing is impossible. Wanamwambia Mungu hii dunia nothing is impossible. Nikamwambia Mungu haviwezekani, no matter I'm the last born. These people they must know you are God. Nikapiga simu, nikamwambia mwasemaje? Wakaniambia kwa taarifa yako, wewe huji makumbusho na sisi hatuji ordination. Fanya vyako na sisi tufanya vyetu. Nikamwambia mbingu, two things to one place, one must stand. The true altar must stand. Na nikawachana na simu. Thursday ndio wafika Saturday wafanye makumbusho, kulilipuka paka leo milango ilifungwa, keti ilifungwa, uliza Makongo, shamba liliuzwa la makumbusho. Shamba la makumbusho liliuzwa. Vitu vilibebwa vya makumbusho, libaki ng'ombe peke yake kwa pale kwa jike kwa nyumba. Peke yake. Mungu alichintroduce. Wapendo alichintroduce God of Israel. Nikasema, huyu Mungu, wewe mzee uko mzuri. Nikamsikia raha, nikasema, but katika yote nikimaliza dedication na ordination, no peace. Nikiketi moyo wangu na huzunika, nasikia kuomboleza, nasikia kulia inside the heart, no peace, there is no joy. Nikamwambia Mungu, nao ni nini? Nikasonga, ikifika masaa fulani, no peace in my heart. Nikamwambia God, you are communicating, I need to seek your face. Nikamwambia hii kilio moyoni mwangu chatoka wapi? Nilipokuwa naingia kwa chumba cha maombi, kuna chumba chenye huwa napenda kwenda kuomba, nikitoa sadaka zangu za maombi. Nilipofika tu kwenye mlango nafungua ufungu, pap, nikasikia pap. Akaniambia mimi ni Mungu. Unaenda kuomba nini? Uliposimamisha makumbusho, ulisimamisha na nini? The altar is crying. Nilipenduka na ufunguo. Nikakaa chini. Nikafanya total ya makumbusho. Kaambia mzee wa siku, narudi tena. Iliisha. Nika backfire the altar kwa hesabu ya makumbusho. That is his character. Sasa wewe umeng'ang'ana tu. Baba, unajua wakati Elijah alisimamisha mvua miaka 3.5 hakusimamisha na kitu. Lakini mvua kuja, ilibidi ainue altar. Sasa umeng'ang'ana tunafunga hiyo na kamata, alafu baadaye kuna language Mungu anaongea, uelewi, inakutorment. Unang'ang'ana mchungaji huyu inakusumbua. Kumbe there is something he is speaking. You must work on it. Praise God. Celebrate Jesus. Jina la Bwana litukuzwe. Can we read in the book of Luke chapter
8 verse 15. Alafu tutusimame. Luka 6:46. Amen. Praise God. Tukielewa character za founder, wapendwa, katika hali hiyo tutashika maneno yake yenye anaongea kwa neno lake. Kuna siku moja niliita mamangu Faith. Nikamuuliza, "Wanipenda nani?" Akanipenda, "Mama, mimi nakupenda. Mimi ni mamangu tu." Nikamuuliza, "Mbona hujashika hii?" Mbona hujashika hii? If we really love the founder with Jesus, God, mbona tunajenga msingi mbaya? Mbona hatufanyi vile neno linasema? If we really love God, praise God. Kama tunampenda, kwa nini tunajenga msingi mbaya? Kuna siku moja, by the way, hapa tangu nije hata sijui ni Jumapili ngapi nimehubiri kuhusu tithe. Sijui kama washirika wako utange muko, lakini utange timu mnaweza hesabu ni Jumapili ngapi kwenu? Hallelujah. Niliwaambia, if you love God, there is nothing I can teach you. You will do exactly. Na nikikuangalia huwa najua upendi Mungu. Because anybody who walk in a holy life, ukimtazama, he will introduce himself. Anasema si wote wasemao Bwana Bwana, na ukisema Bwana Bwana na ufanye mapenzi yako, you are not mine. Hauko kwa msingi. Si kutangaza mimi ni mchungaji, mimi ni mkiongozi. Tumetoka semina na kwanza hata hii kongamano watu wako huko ndio wanasunguka tu. Ukitoka na kwambia ile kongamano lilikuwa moto. Walisema nini? Nimekuambia ilikuwa fire. Na point gani ulisikia? Ninakwambia kulikuwa na pastor alikuwa top. Hana kitu na huko anazunguka tu. Lakini anasema nimetoka, imagine amelipa fare na wengine pia wachungaji mmewalipia fare. Na amekuja kubebea hasara. Haji kutulia, lakini atasema tumetoka wapi? Conference ya wachungaji. Conference ilikuwa tamu sana, kubwa. Fire. Na tulicheza. Pastor mwingine alitufurahisha, tulicheka. Point huna. Tulikula. Lakini chochote chenye ameshika pale hakuna. Kwa hivyo anasema hapendi sisi tuseme Bwana Bwana. Sisi tuseme sisi ni wachungaji. Anybody in Hebrew, when you say a teacher, you do the thing that teachers speak. Ndio sababu Yesu aitwa mwalimu, rabi. Wanamuuliza kwa nini unaniita rabi? Alikuwa anamaanisha nini? Kiebrania ukiniita pastor inamaanisha you do as I speak. That is Kiebrania. Kiebrania ukisema rabi ni kumaanisha mafundisho yake unayafanya. That is Hebrew. Ndio kama sasa walikuwa wanasumbua na Wafarisayo, anawaambia, "Nyinyi mnaniita mwalimu na mmekataa na mnataka kuniua. You want to kill me." Kwa hivyo tukisema Bwana Bwana, na katika yote yenye anatuambia si ya msingi wake tunayashika, unapata tunafananishwa na mtu ambaye amejenga kwenye msingi mbaya, dhoruba ikija inamwangusha. You will understand the true believer, the true minister, the time of temptation. Jaribio likija, because God we worship, our founder never fails the battle. He never fails in the battle. He wins.
He is a winner. Wanaimbanga winner patolo. Ndugu yangu ndio umenicheka sana. Dadangu umenisaidia. Twende tena. Twende. Winner, 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 winner. Jesus, you are the winner, winner. Battle, you are Forever winner. forever. He won the battle. But we ministers, forever we don't won the battle. We don't won the battle. Jaribio ndogo la ndoa linakurusha nje ya msingi. Kuna siku moja niliuliza Pastor Shiboka, njoo hapa. Mrs. Shiboka yuko? Mrs. Shiboka yuko wapi? Nawapenda sana watoto wangu. Huyu pia alikuwa mlevi. Alikuwa anakula changa, anaitwanga Bahati. Na alikuwa anakunywa changa. Na akaenda kwa Wajaluo akapata kitu. Uona mwambie wewe, njoo hapa. Anamwambia unanisumbua. Huyu msichana watu ni kitu. Msichana kizungu anasukuma. Na Mungu akampa urefu. Na akampa mwili. Kila nguo anaingia. Unajua kuna watu ukiwapa nguo ni lazima. By the way, nikitaka kumix, Mungu akiongea kuhusu nguo za mavazi ya kanisa, tunakaa naye kwa meza. She knows how to blend. God has spoken, but I must look for counsel. Tunakaa naye kwa meza. Na consult. Anajua kublend. Anaitwa Protocol of International. Penye ninaenda ki-international huwa nakaa hapo. Ana cheo. Simona huyu mtoto wa baba. Chibok. Naonaje mwa mtu wa nguvu. Ina laboratory tukusi. Siku moja Chibok aliniambia, by the way Chibok huyu mama hata nikaenda naye. Hata nifike saa 6. Chibok paka afike na pikipiki. Ananiambia hata ukafika saa 6 bora uniambie alali kwa mtu. Atakuja kumbeba. Aliniambia Bishop, fanya naye kazi masaa yote lakini alali kwa mtu. Mimi nitakuja kubeba. Alale kwangu tu nyumbani kwa mama. Siku moja niliuliza, mulipotongozana na huyo mama, uliniona? Wewe uliniona mimi? Sasa mbona mniletee pressure? Ya nini? Tetenya mwapelekeanga wachungaji pressure ya nini? Nikamwambia hii mabeka nitakata. Nikamwambia Jaluo mtoto wa baba na yeye mtoto wa baba. Nikamwambia mtoto wa baba na utajua ujui. Hii mabeka. Uone ni watumishi wazuri sana. Uone vile wameng'ara. Unaona vile wamemetameta. Keke jirani mwambie ni nani aliyekutafutia huyo mwanaume na huyo mwanamke? Chukueni ndoa yenu chengeni kwa mwamba. Ili majaribio ya ndoa yatakapokuja msitingizwe, msiyumbe, msitatizike. Huduma inawangojea na ninyi ndio mnayumba. Mama kanisa anayumba. Yaani mama kanisa na anatusumbua. Nani mama kanisa? Jumapili ikifika, wa mama oye, wa mama jioni amebeba furushi anaenda kwa wifi. Sasa tuweleje? Jenga ndoa yako kwenye msingi, usibebane mizigo. Mama kanisa nyumba yake iko kwenye mchanga. Na mkihubiri kanisani anasema Bishop, Pastor, we hapo speak. Ukifikiri neno limeingia wapi? Ikifika jioni ametoka. Unauliza hili neno lenye linapita ndani hili kanisa kwani linaingia kwa udongo wa aina gani? Halifanyi kazi. Jina la Bwana tukuzwe.
Siku moja huyu mama alinisumbua. Mara ya kwanza akatoka, nikaita Chango. Nikamwambia Chango, njoo nipelekee huu mzigo nyumbani. Ujanga akaja tukachukua mzigo tukapeleka Mshomoroni. Mara ya pili tena akatoka, nikapiga simu nikamuuliza uko wapi? Niko humu. Kwani umekuwa pepo? Nimekuuliza uko wapi? Nani mama kanisa? Mama kanisa. Uko humu. Nikamwambia penye uko nakupa dakika 5 uwe kwako. Nimeshikia. Akatoka akaenda. Alipotoka mara ya pili, ya mwisho, ya tatu, nilimwambia sasa kwenye umeenda sikutoi na sikufanyi lolote, lakini mbingu itakushughulikia. Hiyo ndio mara ya mwisho utakuja. Alikuwa ndiye anakunywa chai. Chai ilichoma tu mguu wote. Akashinda kunipigia simu, amechomekea kwa wenyewe. Alihama mwenyewe na mizigo yake, akarudi Mshomoroni kwa nyumba. Paka leo hajawahi toka. Hajawahi. Paka bila ameenda kujenga wapi? Kisurini. Siku hizi ana nyumba kwake Kisurini, ameenda kujenga huko. Mama kanisa, kile jirani muulize, wewe ni mama kanisa? Umejenga kwa msingi upi? Wamama hai, wamama lakini jioni anahama. Huyu binti angehubiri injili saa hii akifundisha wamama, namwambia Mungu, ulinisaidia nikavumilia tangu. Anafundisha wamama. Anarusha injili paka anakuambia Mungu hii kitu hii. Alikuwa anajua hata kufungua kitanda. Chiponga kitambo aje. Mama alichukua spana. Mungu asikupe majambazi kama hao. Huko kwa kazi ngumu sana. Wakati niambia mama, ujue kitanda kishafunguliwa. Namuuliza sasa kitanda kifunguliwa tutafanyaje? Nikamwambia Mungu nitamtia adabu. Nikamwambia kule ulikopeleka. Siku moja alichukua vyote akaweka kwa tukutuku. Nikapiga simu nikamwambia uko wapi? My bishop, I'm just around. Huwa akikasirika huwa anakikumisi na anaongeanga Kizungu, aongee Kiswahili. Nikamwambia hapo penye uko, pendua hiyo tukutuku ulionayo. How do you know I'm having tukutuku? Nikamwambia hii kitanda hautarudisha kwa hiyo nyumba, utalala chini safari. Wapende kutoka hiyo siku mpaka vile tumefanya harusi. Hajaifungua na spana tena. Na Shoboka alikuwa chambazi, lakini alikutana na bulldozer. Nashukuru wanalinda kanisa chomvu, wanahubiri injili bila kurudi nyuma. Patie Bwana Yesu sadaka ya makofi kwa watoto. Njoo mtoto. Njoo, mmebarikiwa. Ninawapenda sana mwanangu. Okwana kwanje. Nakupenda. Barikiwa. Give it. I love you so much. Chumakumuta Mungu alikupa kitu. Hebu simama hapo. Tembea. Wow! Shangilia Yesu. Wapita tunawashirika makanisani wasumbufu. Paka watu wameshindwa, wanaenda kanisani ndio wapigane, wafurushane, wabebane, na ndio wamesimama kwenye mlango wa Asha. Ukiingia kwenye Asha amevaa nguo ya Asha. Na kwa plot wamepelekeshana. Mmejenga ndoa zenu kwa msingi upi? Msingi upi? Maana tumeambiwa katika msingi wenye tunazungumzia wa Yesu Kristo. Jaribio likija, ikiwa umejenga kwa Yesu, linakutingiza tu, lakini halikuangusha. Mbona wewe likija linakuangusha? Kama ni kijana, mbona likija linakuangusha? Kwani umejenga kwa msingi upi? And you say you are born again. Na tumewategemea ili kwamba injili hii mpelekee wengine. Lakini miaka yetu inaendelea kuyoyoma, hatuna mtu pale mbele.
Lakini leo mtu atapatikana katika jina la Yesu. Tunaamua kujenga imani yetu kwa Yesu Kristo mwamba imara. Hatutatingizwa na vita vya ndoa, hatutatingizwa na vita vya dunia hii, wala tamaa zote za dunia hii hazitatuteka mateka. We are going to be strong church. Jina la Bwana litukuzwe. Siku zote ukuambia, kama Bishop Ross alipigana vita vya mlevi mtoto wa pasta, wewe hakuna chenye uwezi. Hata wacha mchezo. Mimi huyo wangu alikuwa mlevi, hajawashuhudia. Mlevi. Ukileta watumishi wanaomba, anawauliza, lazima nipige magoti? Wakianza kuomba, wakisema amen, ako kitandani anawaambia ndugu, kwaheri. Yuko kitandani analala na mulianza naye maombi. Na maisha ni magumu, mtu mwenye maisha ni magumu, lakini pia hataki Mungu. Na mtoto wa pasta. Mwanamka. Siku moja akakuja akapata wachungaji wa kanisa kwa nyumba. Akauliza, kwani nyinyi hamna kazi ya kufanya, lazima muje huku kwangu? Yeye huwa yeye akiongea ameongea. Akauliza, nyinyi wanaume hamna kazi ya kufanya, mmekuja huku kwangu? Life. Uliza pastor China, Apostle China. Akauliza baba mmoja, mzee mmoja ana mandefu, akamuuliza, wewe uone hizi ndefu ni uchafu? Na unaombea watu? Akamwambia, mimi sipendi watu wa ndefu kama hii, uniombei. Alimwambia mchafu sana. Uniombei. Na ndio nimepika sima na kabeji. Walipomaliza kuomba akitoka akaniambia, beba sima yako na kabeji, fuata watumishi wako. Sikutaki kwa hii nyumba yangu mwanamke saa yote kuniletea watu kunisumbua nikitoka kwa kazi, nataka kupumzika. Nikiwa kanisani pale Church of God Intercessor tunaomba, Roho akashuka. Akashuka nikaanza kunena kwa lugha. Alitokelezea tu kula akaniambia, mimi mwanamume uoni mimi ni mwanamume mzima kwa hii kanisa. Unanena mashetani gani? Njoo hapa. Wapenda nikapelekwa nyumbani. Wamama wawili wakafuata, wakajua huyu dada leo kumeharibika. Thank you my sister. Akaniambia, wewe unaona mimi mwanamume, na vile alivyo mrefu hapendi kumwaibisha. Yeye ana character za kifalme. Pendi hiyo vitu. Tukaenda nyumbani aking'ota mkuni, ng'ota ni wewe unafuata mnasonga, ng'ota. Nilienda kwa wenzangu nikawauliza, kwani mimi maombi yangu haifikangi huko? Hata huko kalini huyu, wapambanya alikuwa anafanya kwa pambanya, anakunywa huko pombe, hata huko kalini. Lakini niliweka msingi wangu kwenye mwamba. Sikutingizika. Na hakuna siku nilirudi kwetu, wala sikutamani. Tulipambana umo. Na ninashukuru hata ukimuuliza, hakuna siku nilimwachia kitanda. Akilipuka tu na mimi nalala hapo kwenye kitanda. Usinilipue ndio nitoke hapa niseme lala kitandani peke yako. Tulilala hapo. Na muujiza ukatendeka. Uone mtumishi wa nguvu yuko hapa, anasimama hapa akifanya kazi ya Mungu. Mama, simamisha ndoa yako kwenye mwamba wewe. Maana Yesu Kristo anakungojea. Kuna kazi kubwa Bwana anaweka mbele yako. Simama. Jina la Bwana litukuzwe. Na utaona vile Mungu ataleta mavuno. Wanaume wote, wamama wote, vijana wote, tunapoingia kwa maombi, toeni maisha yenu kwa mchanga. Ekeni maisha yenu kwa mwamba ambaye ni Yesu Kristo. Vita vikija vya ujanani hautaanguka. Vita vikija vya kazini hautaanguka. Vikija vya biashara hautaanguka. Vikija vya kifamilia na vya ndoa hautaanguka. Utasimama, maana kuna watu wanakungojea. Jina la Bwana litukuzwe. Simama kwa miguu yako. Nataka tutangazie Mungu ya kwamba leo tunaamua kuweka msingi katika mwamba. Tumechoka kuteseka katika hali ya kuyumba.
tumeyumba katika ujana, tumeleta aibu katika masingara ya ufalme. Leo tunasarenda mbele zako Bwana. Tumeitwa watumishi lakini aibu tulioileta ni kubwa. Tumeitwa viongozi katika kanisa, wazee wa kanisa, aibu tulioileta ni kubwa. Tumeitwa wachungaji, junior pastors, protocols, lakini aibu tulioileta ni kubwa. Mashemanzi, aibu tulioileta ni kubwa. Lakini leo tunasarenda mbele za Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Ni waimbaji, aibu tulioileta kwa Mungu ni kubwa. Leo tunaweka msingi katika mwamba, hatutatingisika tena. Najua mtetezi wangu anaishi. Don't fear the challenge. Yesu alishinda. He won the battle. We are going to win also. Ujana wako ujenge kwenye mwamba. Biashara yako iweke kwa msingi wenye mwamba. Ndoa yako iweke kwenye mwamba. Huduma yako ujenge msingi kwenye mwamba. Hautatingizika vita vikija kwa huduma. Hautatingizika vita vikija kwenye ndoa. Hautatingizika vita vikija katika ujana wako. Hallelujah. Neno la Bwana linapopita likipata udongo mzuri, linasalisha. Tumeshindwa kuzalisha, maana udongo wetu haupokei mbegu ambalo ni neno la Bwana. Udongo wetu umekataa mbegu ambalo ni neno la Bwana. Tunaamua leo, tunachukua hatua. Wapendwa, chukua hatua. Haijalishi vita vinainuka kwa huduma, chukua hatua. Haijalishi vita vinainuka katika department unaongoza, chukua hatua. Muite Bwana kila moja. Call upon the name of the Lord. Call upon the name of the Lord. Can we call upon the name of the Lord? Jehovah Elohim, He is so wonderful. He is so powerful. Jehovah Elohim is so wonderful, so powerful. Hallelujah, hallelujah. Jehovah Shama, hakuna kama wewe Bwana. Muite Bwana wa majeshi kila mmoja, muite Bwana. Yesu ni mwema, ni mwaminifu. Yesu anafanya mambo yaliyo makubwa, yaliyoshindikana kwa wanadamu yeye anayaweza. Yaliyoshindikana kwa wanadamu yeye anaweza. Yeye mwanadamu